Jambo na karibu Teachkrest. Huyu hapa ni mwalimu wako wa lugha Bi Kerubo. Tunataka tufanye udurusu kuhusu matumizi ya lugha. Swali la kwanza, taja sifa mbili za sauti dha. Taja sifa mbili za sauti dha. Kwa mfano neno dhamana, dhahabu. Mwanzo, sauti hii ni konsonanti. Kwa sababu gani? Kuna kubanwa kwa mkondo hewa. Jambo la pili ni sauti ya menoni. Inapotamkwa unapata kwamba inatamkiwa kwa meno dha. Jambo la tatu au sifa ya tatu ni kwamba ni sauti guna. Ni sauti guna kwa nini? Kwa sababu kuna kule kurindima kwa nyuzi za glota. Na sifa ya nne ni kwamba ni kikwamizo. Kwa sababu gani? Dha inapotamkwa unapata kwamba kuna kule kubanwa kwa hewa kwa muda kisha kuachiliwa polepole. Dhahabu. Kuna kubanwa kwa hewa kisha kuachiliwa polepole. Swali la ba, tunga neno lenye muundo huu wa silabi, irabu, konsonanti, irabu. Tunazo ni kama a, e, i, o, u. Konsonanti tuna ba, cha, da, fa, ga, g, ha, k, l, m, n, p, r, s, sh, dha, v, wa, ya na za. Haya. Mimi nimeweza kutunga neno kama embe, imba. Cha, maarufu ni kwa mashuhuri, ukoo ni kwa dish, ilhali faida ni kwa dish. Hapa ukiangalia ni kama unatainiwa kuhusu visawe. Maana yenye maana sawa lakini maendelezo tofauti. Maarufu ni kwa mashuhuri, ukoo ni kwa nini? Kwa unasaba, mlango, na ilhali faida ni kwa ziada, tijara, kivuno au chumo. Lolote ambalo utaweza kusema. Mwingine anaweza kusema kwamba faida ni kwa manufaa. Kwa mfano, ni faida gani utapata ukipokea ulimwengu mzima na kupoteza maisha yako? Hivyo ni kama mtu anakuuliza, ni manufaa yapi utapata ikiwa utaurithi ulimwengu wote na ufanye nini? Ukose maisha ya hapo tena. Da, ainisha mofimu katika kitenzi kishirikishi asemavyo. Ainisha mofimu katika kitenzi kishirikishi asemavyo. Mofimu ni nini? Mofimu tunajua ni sehemu ndogo ya neno inayowasilisha maana. Na haiwezi kugawika zaidi ya hapo. Na unapoulizwa kwamba uweze kuainisha mofimu, ni kama unajaribu kuulizwa uweze kudokeza aina za mofimu. Tuna mofimu huru na pia tuna mofimu fungi. Hivyo katika neno asemavyo, tuna a ambayo ni kiambishi cha kinachotumika kuonyesha nafsi ya tatu, umoja. Kuna sem ambalo ni mzizi wa neno sema, kitenzi sema. Kuna a ya kutenda, alafu kuna vyo ambayo ni o rejeshi.
inayotumika kuonyesha namna alivyotenda. Hivyo kuna rejeshi pale. Swali la onyesha matumizi mawili ya kistari kifupi. Kistari kifupi hyphen. Kistari kifupi ambacho pia hujulikana kama kistari ungio au kiungo, moja huweza kutumiwa katika maneno ambayo ni nomino ambata. Kwa mfano mwana sesere. Mwana sesere limeundwa kutokana na neno mwana kisha sesere. Hivyo kabla uyaunganishe unaweza kutumia kistari kifupi. Jambo la pili ni kwamba unaweza tumia kistari kifupi kuandika tarehe. Kwa mfano leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2025. Hivyo tutaandika 5 kistari kifupi 4 kistari kifupi kisha mwaka 2025. Jambo la tatu ambalo au matumizi ya kistari kifupi mengine ni pale ambapo unataka kutenga neno na ufafanuzi wake. Au hivi kwamba una sentensi na ina mawazo zaidi. Kwa mfano alikuwa mzuri. Alafu unataka kutueleza uzuri wake ulikuwa labda ni wa kimaumbile au ni kiakili. Alikuwa mzuri vipi? Utaeleza, utatumia kistari kifupi kutenga. Pia unaweza tumia kistari kifupi kukata neno, na pia uweza kutumia kuonyesha mianzo ya vivumishi vya sifa. Kwa mfano mtoto mfupi analia, kama huyu mwenye analia hapa. Pale kivumishi cha sifa ni fupi. Hivyo kabla ya neno fupi unatia kistari kifupi. Naam. Andika sentensi ifuatayo katika kauli ya kutendewa. Male alipuliza siwa akiwa kwa shaka. Kauli ya kutendewa. Hivyo itakuwa ni litakuwa Male alipuliziwa siwa akiwa kwa shaka. Swali lingine, onyesha matumizi ya ka katika sentensi ifuatayo. Mumbi alilitia inafaa kuwa alilitia embe kapuni likaiva. Mumbi alilitia embe kapuni likaiva. Hivyo tunaona ka ikiwa katika neno kapuni na pia likaiva. Ya kwanza itakuwa tu katika hapo kapuni, ka itakuwa imetumiwa kama silabi katika mwendelezo wa neno kikapu. Naam. Likaiva, ka imetumika kuendeleza mwendelezo wa mambo, mwendelezo wa vitenzi. Mfuatano, baada ya Mumbi kulitia embe kapuni lilifanya nini? Liliweza kuiva. Sentensi ifuatayo katika hali ya mazoea. Momonyoko wa udongo ulipozuiliwa mashamba yalinawiri. Itakuwa momonyoko wa udongo uzuiliwapo mashamba hunawiri. Kumbuka katika hali ya mazoea tunatumia kile kiambishi hu kuonyesha kwamba ni jambo ambalo ni la kawaida. Sentensi moja kutofautisha maana ya vito na fito. Tunga sentensi moja kutofautisha maana ya vito na fito. Mwanzo kabisa unaona kwamba haya ni maneno ambayo yana matamshi yanayokaribiana, japokuwa maana pia ni tofauti. Maneno haya huitwa vitati.
yana matamshi yanayotatanisha. Hivyo neno la kwanza vito linatokana na neno kito. Kito ambayo tu ni mali hafi, raw materials. Hivyo unapata kwamba madini ndio huitwa vito kwa wingi. Alafu kuna vito hapa kwa maana ya wingi wa neno ufito, ambapo unapata ni kitu au mbao ambayo inatumiwa kama muhimili wa nyumba na kadhalika. Hivyo swali ni kwamba uweze kutunga sentensi moja kutofautisha maana ya vito na fito. Usitunge sentensi mbili tafadhali. Unatunga moja, fuata masharti. Ndiposa imetiwa hata rangi mzito. Ndipo uweze kupata alama zako ngapi? 2. Sentensi yangu ambayo nitaweza kuandika ni kwamba wachimba madini walitia fito kwenye mgodi hadi waliko pata vito. Nirudie. Wachimba madini walitia fito hadi wakafikia vito. Naam. Hivyo ni kwamba waliweza kuteremsha fito ili waweze kufikia nini? Vito, yale madini. Nadhani kwa watu ambao wameweza kufanya jiografia haswa katika mfumo wa 844, ukiangalia katika silabasi ya jiografia katika kidato cha kwanza, unapata kwamba tuna mahali ambapo tunaongelea kuhusu mining, na utapata jambo hilo linadhihirika moja kwa moja. Haya, swali lingine. Methali, mzigo wa mwenzio ni kanda la usufi, huambiwa mtu anayedharau shida za wengine. Mtu asiyetambua kuwa kuna wengine wanaweza kulimudu jambo kuliko yeye huambiwa methali gani? Nadhani ni pwagu hupata pwaguzi. Swali lingine, bainisha kiima na chagizo katika sentensi ifuatayo. Mwenyewe alikipenda kwa dhati. Bainisha kiima na chagizo katika sentensi ifuatayo. Kumbuka kwamba kiima ni sehemu inayokaliwa na nomino au kivumishi chake, na mara nyingi huwa mwanzoni mwa sentensi. Na kiarifa huwa ni sehemu ambayo imekaliwa na kitenzi, kisha chagizo ni sehemu ya sentensi ambayo hufanya kazi ya kielezi. Hivyo swali hapa ni kiima na chagizo. Kiima itakuwa ni mwenyewe. Alafu kwa dhati. Alikipenda vipi? Kwa dhati. Hivyo kwa dhati itakuwa ni chagizo. Swali lingine, tunatumia kihisishi makiwa tunapotaka kumtuliza mtu aliyefiwa, na dash tunapotaka mtu atupishe. Tunapotaka mtu atupishe tunasema simile. Simile. Haya. Swali la tunga sentensi ya masharti inayoonyesha kwamba tendo lilifanikiwa kwa sababu ya kufanikiwa kwa tendo lingine. Hii ni sentensi ya masharti ya utegemezi, na mara nyingi tunatumia viambishi nge, ngali na ngeli. Nge, ngeli na ngali. Hivyo hapa ukiangalia swali liko katika wakati uliopita. Hivyo sentensi yako lazima iwe katika wakati uliopita. Kwa mfano, nisingesoma, nisingepita. Kwa maana kwamba nilipita kwa sababu nilifanya nini? Nilisoma.
Aya, swali lingine. Andika nahau inayojumuisha ujumbe ufuatao. Kumzuia mtu kupata kitu japo huna haja nacho. Andika nahau inayojumuisha ujumbe ufuatao. Kumzuia mtu kupata kitu japo huna haja nacho. Tafadhali nipe jibu, sijui nami. Haya, andika hapo kwenye comment section, na ikiwa umefikia hapa katika kutazama video hii, nasema shukrani kwamba uweze kusubscribe ikiwa hujafanya hivyo. Bonyeza tu hapo juu katika kengele ili kila wakati tunapoweka video nyingine utaweza kujifunza. Swali lingine. Shumbi ni kwa udongo. Shumbi ni kwa udongo, dash kwa chumvi na dash kwa mtama. Hapa unatahiniwa kuhusu nomino jamii. Kwa mfano pale tunaposema tungo za samaki, safu ya milima, kichwa za funguo, mkunga wa ndizi, koja la maua, shungi la nywele. Je, kwa udongo tumesema ni shumbi. Kwa chumvi itakuwa nini? Finyu. A pinch of salt. Finyu au finyo. Finyo la chumvi. Na dash kwa mtama itakuwa shuke au suke. Pia unaweza sema shuke la ngano, shuke la ulezi, shuke la wimbi na kadhalika. Sheaves of millet, sheaves of sorghum na kadhalika. Nadhani umeweza kujifunza na umepata video hii ikiwa ya thamani sana. Hadi wakati mwingine, kwaheri.